Ushawahi kuona mtu amevaa suti kwenye kola huku pamerudi nyuma, utazani panataka kupaa, au upande mmoja huu ni mrefu na upande mwingine ni mfupi? Ushawahi kuona kitu kama hicho? Sasa leo tunakuja kuzungumza makosa ya kuepuka unapokuwa unashona kola zako za suti. Kosa la kwanza kabisa ni kutumia canvas ngumu au nzito. Kosa la pili ni kutokufunika mshono nyuma. Kosa la tatu ni kutokulinganisha gauge lines. Lakini pia kosa lingine ni kola inayonyanyuka kifuani. Kola inakuwa inanyanyuka hapa kifuani, tutaona hapo. Lakini kosa la mwisho ni kupiga pasi kola ya suti kama unapiga kola za shati ya shule. Hayo ni baadhi ya makosa ambayo toka nimekuwa kwenye industry ya ushonaji hii nimeweza kujifunza na kuyatatua mpaka nikishona koti zangu zinakaa vizuri kabisa kwa mteja wangu. Kabla tujajua makosa haya, twende tuone kwanza aina kuu tatu za kola ambazo tutaenda kujifunza hii leo. Aina ya kwanza ya kola ni hii hapa. Hii inaitwa show lapel. Kola yake inakuwa rounded hivi, inakuwa na round, haina muungo popote, otherwise ina muungo hapa nyuma. Umeona, ina muungo wake hapa nyuma. Kwa hiyo hii ndio inaitwa show lapel au tuxedo lapel. Aina nyingine ya kola ni hii hapa. Hii inaitwa notch lapel. Inakuwa na V shape hapa, V shape yake inakuwa hivi. Sasa hii ndo aina nyingine ya kola ambayo tutaenda kuijadili na kutatua makosa yake. Aina nyingine ya kola ni hii hapa. Hii inaitwa peak lapel. Lapeli zake zimepoint juu hivi. Umeona tofauti kati ya notch lapel na peak lapel. Notch lapel inakuwa na V shape, lakini hii inakuwa imepoint juu. Hizi ni kola ambazo tutaenda kuzizungumzia na kutatua makosa yake. Aina nyingine ya kola ni hii hapa. Hii inaitwa collarless. Yaani hii haipo kabisa kola yoyote hapa. Kwa hiyo hii ni design pia ambayo tumekuwa tukitengeneza, inaitwa collarless. Inakuwa ni collarless suit ambayo hamna peak lapel, hamna notch lapel wala show lapel. Hizi ndio design kuu ambazo hii hatutaizungumza kwa sababu haina changamoto yoyote, tu ni issue ya kugeuzia na nini, labda kwenye cutting kama ukihitaji tutakusaidia namna ya kuishona hii koti. Lakini hii haina kipengele, labda kipengele uje nacho kwenye kukata. Sasa twende tukazungumzie, mara nyingi tutazungumzia sana kwenye peak lapel na notch lapel. Hizo ndo zina changamoto sana kwenye haya makosa. Sasa kosa la kwanza tumesema kutumia canvas ngumu. Umeona, unapotumia canvas ngumu kwenye kola hii inasababisha ile kukunjika kama hii. Umeona, haikunjiki vizuri. Kwa hiyo hii kola inatakiwa kuwa na canvas laini. Hii hapa inatakiwa kuwa na canvas laini, lakini pia unatakiwa uweke hii kola cover kama hii. Umeona, unatakiwa uweke kola cover kama hii ikusaidie, kola cover kama hii ikusaidie kutengeneza shape ya rangi ya kola, ili sasa mteja anapokuja kuvaa iendane na shingo kabisa, kola ijivutike, inyoke, ikae vizuri. Hilo ni kosa la kuzingatia. Usitumie canvas ngumu kwenye kola, epuka kabisa hilo swala. Kosa lingine la pili ni kola kutofunika mishono ya nyuma. Hii sasa ndo wengi wanazingua sana. Unakuta kola imekaa iko hivi, iko juu. Ngoja hii nigeuze, kidogo. Umeona, huu mshono unatakiwa kufunikwa na kola. Sasa unakuta mtu mwingine kola iko hapa, yaani na yeye amenyoosha na amemkabidhi mteja wake, kola iko hapa. Hebu imagine mteja unamkabidhi kola iko hivi. Jitahidi unapokata kola yako ifunike, ikae hivi, ifunike mshono yote wa nyuma, hata hii kola cover yako. Umeona, ambapo tunashauriwa utumie kola nyeusi kwenye suti nyeusi, yaani kola cover nyeusi kwenye suti nyeusi. Sasa mimi nimetumia hii kola ya kijivu, lakini nikiweka hivi hata huwezi kuona kama kuna kitu nimetumia. Lakini unapokuwa umetumia hii kola hii hujafunika hapa, ndugu yangu, unaona inapofikia makosa haya. Ndo makosa unatakiwa kuepuka. Jitahidi sana kola ifunike, hata kama mteja wake akija kuvaa hivi anaonekana very comfortable. Hilo ni kosa la kuzingatia. Kosa lingine ni kutokulinganisha gauge lines.
hizi hapa, hizi ni gauge lines. Kwenye notch lapel tunazo hizi gauge lines na kwenye peak lapel tunazo hizi gauge lines. Sasa hizi gauge lines, hizi mistari ya makutano zinatakiwa kulingana. Kwa mfano umeona, kwa mfano hii peak lapel yangu hapa kuna interval ya 1.5, lakini pia ukija huku utaipata interval ya 1.5 hiyo hiyo kwenye peak lapel. Hizi sio unakuta hiki kiko huku, hiki kiko huku, alafu hiki kiko huku, hiki kiko huku, yaani havilingani. Hayo ni makosa unatakiwa kuyaepuka sana. Hapa kama umeacha 1.5 na hapa lazima iwe 1.5 na hapa lazima iwe 1.5 na hapa lazima iwe 1.5, lazima vilingane. Kilichoko huku na huku viwe sawa, usije ukatengeneza kola huku hapa 1.5, hapa 1.5, hapa 1.5, hapa 1.1. Ase unakuwa umetengeneza bonge la koti ambalo halijawahi kutokea na mteja wako hata furahia. Kuna wateja wengine hawajui nguo. Sasa kama hawajui nguo, lazima tuwasaidie kupendeza. Kuna mteja mwingine anajua makosa, akija na kurekebisha. Sasa kuna yule mteja ambaye hajui makosa, akija kwako lazima umsaidie kupendeza wewe ili uwe fahari. Sasa jitahidi kuepuka hata kwenye peak lapel. Umeona hii peak ilivyochomoka hivi na huku inatakiwa kuwa sawa, lakini pia upana wa hapa, umeona upana wa hapa na upana wa hapa lazima viwe sawa. Upana kutoka hapa hadi hapa, upana kutoka hapa hadi hapa lazima viwe sawa. Hiyo ndo inakuwa luxury bespoke suit, inakuwa na kola zinazolingana. Hizi gauge lines zinakuwa zinalingana. Jitahidi sana uzingatie hilo swala. Kosa lingine ni kola inayobinuka kifuani. Mungu wangu, sasa hii ipo mpaka kwenye ile show lapel ambayo nimeeleza. Unakuta umeona hivi, tunashumu huyu ndo mtu wetu, umeona anavyovaa, unaona kola ilivyonyoka hivi, haijabinuka. Kifua chetu ni hichi hapa, haijabinuka. Umeona hii hapa ni double breasted lakini haijabinuka. Sasa unakuta mtu mwingine akifunga hapa, kola inakaa hivi yaani amefunga hivi, kola imebinuka hapa. Ndugu yangu, hii ni changamoto. Unakuta kama hii double breasted pia amefunga, kola iko hivi. Unampelekea nani hii suti? Nani atavaa hii suti ndugu yangu? Wewe unataka kuwa international tailor, unashona vitu vinakaa. Unatakiwa mteja wako akivaa kifuani panalala kama hivi. Tunashumu huyu ni mteja wetu, nalala kama hivi, kama hivi. Yaani usiwe na kitu chochote cha kofia. Sasa jitahidi sana uzingatie hili kosa kwamba mteja anapokuja kuvaa kola ilale kifuani kama hivi. Hilo ni kosa la kulizingatia unapokuwa unakata koti yako au unaposhona koti yako. Kosa lingine ni Mungu wangu. Sasa ushawahi kumuona mteja amevaa suti koti, yani kola imetengana na shingo, yani koti iko, shingo iko kule, kola iko huku, yani hivi. Umeona? Yani kola ya koti imetengana na kola ya mtu anayevaa. Yani umeona hii kola ya mtu anayevaa tunashumu ni hapa. Sasa kola ya koti iko hivi. Hivi ushawahi kuona hizo kitu kwamba unaona kabisa mtu amevaa lakini kola iko nyuma huku, Sasa hili pia ni kosa la kulizingatia. Usifanye makosa hayo unapokuwa unashona. Kola ya koti inatakiwa ikae hivi, yani imgande mvaaji, yani imgande, sio ikae huku nyuma. Zingatia sana hayo makosa. Kola inatakiwa ikae hapo, mtu akivaa inakaa hapo, inafunika hapo, na huku nyuma inakaa hivi. Sio huku nyuma iko vizuri, huku mbele iko vizuri, lakini huku nyuma iko hivi. Ndugu yangu, umeona hata ile hapa iko yani imemganda, iko kwenye shingo hapa kabisa, sio iko huku. Kola yangu iko mbele, kola ya koti iko nyuma, unakuta taflani vitu ovyo. Kwa hiyo zingatia sana hili kosa, na kosa ni muhimu sana kulirekebisha. Kosa la mwisho ambalo watu wengi wamekuwa wakilifanya ni kupiga pasi kola kama unapiga shati la shule. Hebu imagine kola yako imependeza kama hivi. Unachukua sasa na wewe lipasi unaenda unalibandika hapa. Unalibandika ovyo. Kwanza kabisa lazima uwe na kitambaa ambacho kitasababisha kola yako isitengeneze mng'ao. Unajua unapokuwa unapiga pasi, sawa? Unapokuwa unapiga pasi,
hapa kuna layer na huku chini kuna layer. Kwa hiyo hapa kunakuwa na layer ngumu ambayo ukichukua pasi ukaiweka contact na nguo yako inaleta ming'ao kwenye kola yako, inaleta ming'ao kola yako. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya, chukua kitambaa weka, lakini hapa pia hapa chukua kitambaa kaweke hapa, afu chukua kitambaa kingine ukiweke hapa, endelea kupiga pasi yako vizuri kabisa, na huku endelea kupiga pasi yako vizuri kabisa, na huku kwa nyuma. Sasa huku kwa nyuma, ngoja nivue hii koti uone. Huku kwa nyuma ambapo unatakiwa kupiga pasi yako vizuri koti. Umeona? Jitahidi sana, haya makosa hayatakiwi kurudia. Yaani makosa yanasababisha wewe unaonekana ni fundi wa mtaani, kumbe wewe bana unajifunza suit and tailoring college. Hapana. Umeona? Sasa tumesha nyosha hapa mbele vizuri. Tumeshanyosha mbele vizuri, tumeshalala vizuri. Sasa hapa nyuma unachukua kitambaa chako vizuri, unakilaza hivi. Umeona? Unakilaza, unaendelea unaikunja, unalaza, unanyosha, unakuja, unanyosha, unakuja, unanyosha. Au unapata kamto chako unakaweka hapa, unakaweka hivi, unanyosha vizuri. Wakati unanyosha unakuwa unaikunja ili ifate raundi ya shingo. Wakati unanyosha unakuwa unaikunja kola. Utaona tunavyoenda. Unakuwa unaikunja kola ili ifate raundi ya shingo. Hivyo ndio unatakiwa kunyosha koti yako unapokuwa umeweka kola, na hivyo ndio unatakiwa kufanya. Hapa ni Suit and Tailoring College, mabingwa kabisa wa ufundishaji wa nguo mbalimbali za kiume. Tuko kwenye makosa ya kurekebisha koti. Next video tutakuja kushona sasa, kuona namna ya kuyatatua makosa, kwamba tumeshaona namna ya kupiga pasi, namna ya kufanya nini. Sasa tutakuja kuweka notch lapel, tutakuja kuweka pick lapel, tutakuja kushona show lapel. Lakini pia tutakuja kuonyesha matatizo ya kuunganisha hizi longe lines zetu na namna ambavyo tutaenda kuyarekebisha. Jitahidi sana usitoke hapo. Kama ndio kwanza unaangalia hii video, subscribe sasa hivi, maana huku ndo kuna mambo mazuri yanakuja. Huku ndo tutaenda kushona koti kiplo, huku ndo tunaenda kushona suti kali, kila kitu. Kwa hiyo endelea kuwa nasi, tufuatilie kwenye mitandao yetu ya kijamii kama Facebook kama Suit and TZ, Instagram kama Suit and TZ, TikTok kama Suit and Tailoring College. Mimi ni mwalimu wako Imani Kajo aka fundi ni moja tu. Mpaka wakati mwingine, share, like.